السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات. وقال عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الآية. ndugu zangu waislamu, nakuhusieni na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake Al-Qur'anul Karim, miongoni mwa ibada za faradhi alizozitaja ni ibada ya al-hajj, kadhalika ikiambatana na ibada ya umra. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam amezifanyia targhib ibada hizi mbili, kuzihimiza na kuzipendezesha kwa watu, ili watu wazitilie umuhimu, na kila yule ambaye ana uwezo wa kutekeleza ajitahidi asicheleweshe jambo hilo, alitekeleze kabla ya kumkuta maut na kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hivi sasa tupo katika miezi ya kuhirimia hija. Yaqulu Allah ta'ala: الحج أشهر معلومات. ibada ya hija ina miezi maalum, ni miezi maalum. ذكر ابن كثير في تفسير قال البخاري رحمه الله تعالى: قال ابن عمر رضي الله عنهما: هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. hija ina miezi maalum ya kuhirimia hija, ambayo ni mwezi wa Shawwal baada ya Ramadhan, na Dhul Qa'da mwezi huu tulionao, na ndani ya masiku 10 yale ya Dhul Hijja, lile 10 la mwanzo. Ndugu zangu waislamu, al-hajj wanasema katika lugha ni al-qasdu, lakini shar'an ni at-ta'abbudu lillah, kumwabudu Allah biadai al-manasik, kwa kutekeleza ibada yale yanayofungamana na
ibada za hija yote ni manasik, kwa kutekeleza zile ibada za hija ala ma jaat bihi sunna, kwa kuwafikiana na mafundisho sahihi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na hukmuhu wajib, kwa aya iliyotangulia kuitaja walillahi ala nnasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila, na Allah amewajibisha kwa kila mtu mwenye uwezo kuiendea nyumba hii ili kutekeleza ibada za hija, ni faradhi. Walillahi ala nnasi, kwa ni wajib. يقول ابن عاشور رحمه الله تعالى: ويتجه أن تكون هذه الآية، na inathibitika kwamba kuwa aya hii hiya allati furidha biha alhajj, ndio aya ambayo imefaradhishwa kwa aya hiyo. Ibada ya haji imefaradhishwa kupitia aya hii ala almuslimin. Waqad istadalla biha ulamauna, na wametolea ushahidi aya hiyo maulama wetu ala fardhiyati alhajj, juu ya ufaradhi wa ibada ya haji. Kwa ni ibada ya wajib, kadhalika ni ibada ya faradhi. Wa huwa ahadu arkani alislam. Ndugu zangu Waislamu, fahamuni ya kwamba ibada ya haji ni moja katika nguzo tano za Uislamu, kwa ile hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam: buniya alislamu ala khamsin: shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajji wa sawmi Ramadan. Riwaya ambayo ipo katika Sahih al-Bukhari. Hadithi hii ya Ibn Umar, katika nguzo tano za Uislamu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akataja jambo la ibada ya hija. Kadhalika umra pia ni fardhi, kwa kauli ambayo yenye nguvu, na ndio msimamo wa maulama katika madhhabi ya Imam Shafi'i, Ash-Shafi'iyya wal Hanabila. Huna umra pia nayo ni fardhi. Waqad ikhtara hadha alqawl al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, na kauli hii pia ndiyo aliyochagua al-Imam al-Bukhari kwamba umra pia ni faradhi. Kadhalika wababu wa ba'alai, na akaiwekea mlango kauli, akasema babu wujubi al-umrati wa fadliha. Huu ni mlango wa uwajibu wa ibada ya umra, kadhalika na ufaradhi wake. Waqala Ibn Umar radhiyallahu anhuma, akanukuu akasema, amesema Ibn Umar: laysa ahadun illa wa alayhi hajjatun wa umra, hakuna yeyote isipokuwa inapasa juu yake ibada ya hija, kadhalika ibada ya umra. Waqala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma: innaha laqarinatuha fi kitabillah. Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja ibada ya umra kwa kuiambatanisha na ibada ya hija katika Qur'an. Qala Allah ta'ala: wa atimmul hajja wal umrata lillah, timizeni ibada ya hija na umra kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, kwa hiyo ibada ya umra nayo pia ni faradhi kama ilivyokuwa ibada ya hija. Hizi ni ibada mbili, ni zinafuatana. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ndugu zangu Waislamu, nimetaka kutoa ile fikra ya ujumla, kwanza kufahamu nafasi ya ibada hizi mbili, kadhalika na mahimizo na kupendezeshwa watu katika kuzitekeleza, na zile faida zinazopatikana katika kutekeleza ibada hizi. Baada ya kuwa tumetaja masala ya haji na umra, ufaradhi wake na
kunukuu katika kulitilia nguvu hilo. Nitataja baadhi ya nukat katika kufanyia targhib, kulihimiza jambo hili kwa watu wenye uwezo, wasikubali kupitwa na jambo hili, hata kama mara moja mtu katika maisha yake. Lakini yule anayeweza kukariri kwa sunna akaenda mara 2, 3 na zaidi, basi pia ni vizuri kwake yeye. Katika miongoni mwa mambo aliyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuwahimiza watu ibada hizi, kwamba ibada ya haji inafuta madhambi kwa mtu ambaye imetakabaliwa ibada yake. Man hajja lillah, atakaye hiji kwa ajili ya Allah, falam yarfuth, na hakufanya jimai baada ya ihram, wala kuzungumza maneno yanayoashiria katika hilo, maneno au vitendo vya kupelekea kwenye kulitaka jambo la tendo la ndoa, arrafath, hakupatwa na hayo. Walam yafsuq, kadhalika hakufanya madhambi, kama anavyosema Ibn Hajar, lam yati bisayyi'atin, hakufanya madhambi wala maasiya yanayopelekea kuharibu jambo lake la hija. Mtu huyo rajaa ka yaumi waladatuhu ummuhu, kama siku aliyozaliwa na mama yake, namna alivyosafishwa na madhambi, ibada ya haji. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma aliposlimu na kumpa bai'a, na akashurutisha Amr ibn al-As kwamba kusamehewa madhambi wakati kumpa bai'a Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ama alimta anna al-islama yahdimu ma qablah, kwani ukufahamu wewe Amru kwamba Uislamu unafuta madhambi yaliyotangulia? Unaposlimu yale yote yaliyopita umesamehewa. Wa anna al-hijrata tahdimu ma kana qablaha, na hijra pia ya kisheria inafuta madhambi yaliyotangulia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, wa anna al-hajja, kaitaja na hija pia, wa anna al-hajja yahdimu ma kana qablah, na hija pia inafuta madhambi yaliyotangulia. Kwa hiyo miongoni mwa fadhila kubwa, nani asiyetaka jambo hili? Waman yaghfiru dhunuba illa Allah, hakuna anayesamehe madhambi isipokuwa Allah. Na mtu yoyote ambaye atapata fadhila hii ya kusamehewa madhambi, basi amepata jambo kubwa katika hii dunia. Allah subhanahu wa ta'ala akamuondoa hapa duniani hali ya kuwa amemsamehe madhambi, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea ibada mbalimbali ziwe ni kifutio cha madhambi. Miongoni mwa hizo ni hii ibada ya hija. Kadhalika suala la mtu aliyekubaliwa ibada yake hii ya hija kuingia peponi, dukhulul janna. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, al-umratu ila al-umra, umra moja mpaka nyingine, kafaratu lima bainahuma, ni kifutio cha madhambi yaliyo baina yao. Mtu akifanya umra moja mpaka akafanya nyingine hapa katikati, basi zinafuta madhambi yaliyofanya. Wal hajjul mabrur, na hija iliyotakata ambayo haikuchanganyika na maasiya na madhambi. Wal hajjul mabrur, na hija iliyotakata safi kabisa. Laisa lahu jazaa'un illa aljanna, haina malipo isipokuwa pepo. Allah subhanahu wa ta'ala atamuingiza peponi yule aliyefanya ibada hii kwa ukamilifu wake na kuleta mambo ya kuivunja na kuivuruga. Kadhalika alhajj wal umra yanfiyani alfaqra, inafuta ufakiri hija na umra. Wadhunub, kadhalika inafuta madhambi. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alitaja al-Imam at-Tirmidhi rahimahullah wa hasanahu al-Albani rahmatullahi alayhi, anasema tabi'u, fuatisheni
baina al-hajj wal-umra, hija na umra. Ima fanya ibada ya hija au fanya na umra, au tanguliza umra au fanya na hija. Fuatisheni hija na umra, fa innahuma yanfiyani al-faqra, kwa hakika ibada hizo mbili zinafuta ufakiri, umaskini, wadhunub, kadhalika zinafuta madhambi. Ndugu zangu waislamu, miongoni mwa faida na targhib aliyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwahimiza watu kuipa kipaumbele ibada hii ni hadithi aliyotaja Sheikh Al-Albani rahimahullah fi as-sahiha, thalathatun fi dhamani Allah azza wa jalla. Watu wa aina tatu, watu wa sampuli tatu wapo katika dhamana, wapo katika hifadha na ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Rajulun kharaja ila masjidin min masajidillah, mtu aliyetoka kwenda msikitini miongoni mwa misikiti ya Allah kuhudhuria darasa kaswali. Wa rajulun kharaja ghaziyan fi sabilillah, na mtu aliyetoka kwenda kupigana jihadi katika njia ya Allah. Wa rajulun kharaja hajjan, na mtu aliyetoka hali ya kuwa ni mwenye kutekeleza ibada ya hija, ameenda kutekeleza ibada ya hija. Kwa hiyo ndugu zangu waislamu, hii ni sehemu ya kutoa himizo kwa yale yaliyokuja katika mafundisho ya Uislamu, kuhimiza ibada hii ya hija, kadhalika ibada ya umra, na yapo mengine ya kuwanasihi wale watu ambao wameshanuia kutaka kutekeleza ibada hizi. Insha Allah yatakuja katika vikao vingine. Nasallallahu yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.